tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Wapi roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliwezeshwa na moto. Neema yako haina nguvu siku hizi sawa, kama wakati wa Musa, Ayubu na wa Eliya. Zamani za kale Bwana, kumbuka na kwa rehema, ziuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, Baba uketie juu mbinguni, tunakushukuru, tunalitukuza jina lako. Asante kwa namna ambavyo umeendelea kutuongoza. Tunakushukuru kwa nafasi hii ambayo umetupatia ya kutuleta tena miguuni pako kwa ajili ya kusikia sauti yako. Nena nasi, kwa sababu kupitia Roho yako Mtakatifu utatuwezesha kusikia maneno haya yote, lakini Baba, na kutusaidia kuweza kuyaishi kulingana na neema yako, kulingana na neno lako ambavyo utatufunulia. Uwe nasi pamoja na mtazamaji wetu, kupitia jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana ni mwema na wakati wote. Bwana ni mwema. Amen. Basi tuanze kwa sentensi moja ambayo inapatikana katika kitabu hiki cha maandiko ya awali, ama tunakiita Herewritings. Maandiko ya awali ama Herewritings. Nenda katika ukurasa wa 63. Na hii ni sura ya 15. Sura ya 15, nenda katika ukurasa wa 63. Kuna sentensi hapo ninayapenda kuisoma kabisa. Aya mwisho, sikiliza, nasema hivi: nilipoona itupasavyo kuwa ili tupate kuurithi utukufu, na kisha kuona wingi wa mateso yaliyompata Yesu ili sisi tupate urithi, niliomba kwamba laiti tungebatizwa katika mateso ya Kristo, ili tusiyaogope mateso, bali tuyastahimili kwa uvumilivu na furaha, tukijua ya kuwa Yesu aliteseka ili kupitia umaskini wake na mateso yake sisi tupate kutajirika. Malaika alisema, jikane nafsi. Unapaswa kusonga mbele kwa uthabiti. Baadhi yetu wamepata ukweli na kusonga mbele hatua kwa hatua, na kila hatua iliyopigwa imetupa nguvu ya kupiga hatua nyingine. Lakini kwa sasa muda umekwisha. Mark hiyo sentensi. Anasema lakini kwa sasa muda umekwisha.
na yale ambayo tumekuwa tukijifunza kwa miaka mingi. Wengine watajifunza kwa miezi michache tu, na watatakiwa kujisahaulisha mengi waliojifunza ili wapate kujifunza mengi. Wale ambao hawatapokea alama ya mnyama na sanamu yake wakati amri itakapotolewa, lazima sasa waamue kusema kuwa la, hatutajali sheria ya mnyama. Mjumbe wa Mungu anasema wakati alipoona Yesu alivyokuwa akipitia mateso mengi, eti aliomba laiti tungebatizwa kwa ubatizo wa mateso, ili tusiyaogope mateso, lakini tuyastahimili kwa vitu viwili, kwa uvumilivu na kwa furaha. Kama unachukia unapotukanwa, you are not a Christian yet. Kama ukitukanwa unachukia, bado haujafikia kiwango cha kuwa Mkristo. Bado. Kwa hiyo ni swali naliweka tu mwanzoni hapo. Mtu akikutukana una react vipi? Wewe umenitukania mama yangu, alafu mama yako yenyewe hata hajasikia, umesikia wewe tu. Nini ambacho mtu akitukanwa kinamfanya achukie? Kwa hiyo kuna kitu fulani. Anasema kuna sentensi nyingine natamani niisome hapa. Anasema baadhi yetu wamepata ukweli na kusonga mbele hatua kwa hatua, na kila hatua iliyopigwa imetupa nguvu ya kupiga hatua nyingine. Kwa hiyo hatua moja unayopiga kuelekea mbele inakupatia nguvu ya kupiga hatua nyingine. But when you are stagnant, unakuwa umeganda muda wote, haupigi mbele. Na by the way, huwa stagnant inakupa asilimia nyingi za kupiga hatua kurudi nyuma. Unapokuwa umesimama ni mara chache sana ukapiga hatua kuelekea mbele. Kwa hiyo mara nyingi ukiwa stagnant, upo pale pale, inakupatia asilimia nyingi sana za kupiga hatua kurudi nyuma. Tunaishi 2026. Hatua kuelekea uamsho wa kweli. Ni mwendelezo wa series ambazo tumekuwa tukijifunza, the final call for self sacrifice, wito wa mwisho wa kujitoa kafara. Asubuhi tuliangalia hatua 4 ama tuseme tu hatua 4 za sheria ya Jumapili. Tuliona hatua ya kwanza mpaka ya 4, namna shetani atakavyowavuta Waadventista wa Sabato taratibu mpaka kuja kusujudu miguuni pake. Taratibu tuliangalia katika sehemu ya 4. Lakini hatua hii tunaangalia hatua kuelekea uamsho wa kweli, na hii ni 2026. Sentensi moja amesema, jikane nafsi, unapaswa kusonga mbele kwa uthabiti. Never be stagnant, never backslide. Go forward, move forward. Sio kurudi nyuma, hatua kuelekea mbele, na sio kuganda pale ulipo. Yaani ulivyokuwa wiki iliyopita na sio wiki iliyopita. Ngoja nikusomee ili uelewe nini namaanisha. Anasema hivi, lakini kwa sasa muda karibu umekwisha, na yale ambayo tumekuwa tukijifunza kwa miaka mingi, wengine watajifunza kwa miezi michache tu. Kwa hiyo ulivyokuwa jana, leo iwe tofauti. Kwa utakuja kuona Wakristo tunatakiwa kuwa na badiliko la kila siku. Lakini wiki iliyopita nimekuwa hivi, na wiki hii niko hivi. Mwezi uliopita niko hivi, na mwezi huu niko hivi.
mwaka uliopita iko hivi hivi, miaka 5 imepita, 7 imepita, niko hivi hivi. Na ndio maana hata kwa habari ya matengenezo wengine miaka 10 anaendelea kuimba kidogo kidogo, taratibu taratibu, taratibu taratibu, miaka 10 inaisha taratibu taratibu hivyo hivyo. Lakini sasa muda karibu umekwisha, tunatakiwa kupiga hatua kuelekea katika uamsho wa kweli. Maana kuna mambo makubwa 5, huenda tutayachambua sio kwa kina leo, nitakutajia. Kuna mambo makubwa kama 5 ambayo yatazidi kutudhihirishia, hasa kwa wakati tunaoishi, kwamba tunakaribia kabisa ukingoni mwa historia ya ulimwengu huu. Ukingoni kabisa mwa historia ya ulimwengu huu. Tunashuhudia kuchochewa kwa sheria ya Jumapili kama jambo la kwanza, hasa 2026. Somo fulani tuliangalia kwamba huu utakuwa ni mwaka mgumu sana kwa watu wa Mungu. Anza kukaa chini tathmini. Leo ni siku ya 31 tu, lakini ni matukio mangapi ya kushangaza yaliyotokea just 1 month. Ni mwezi mmoja tu, yani haijapita hata miezi 3, mmoja tu. Ni matukio mangapi yametokea katika mwezi huu mmoja? Tunashuhudia Sunday Law Proposal, tunashuhudia pendekezo la sheria ya Jumapili katika bunge la Marekani, tunashuhudia North American Division ya Marekani ya Kusini ikituma nao barua ya kupinga pendekezo hilo. Lakini tumeoneshwa there will be no second chance. 1888 pendekezo la sheria ya Jumapili lilipelekwa bungeni na kina A.T. Jones pamoja na Wago, na kipindi kile lilipingwa pendekezo lile, kwa sababu Mungu alikuwa na ujumbe wa righteousness by faith, ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Aliona watu wake wamejiandaa, lakini bado hawakuwa wanataka kwenda mbinguni kwa haki ya Kristo, walikuwa wanataka kwenda kwa haki zao wenyewe. Kwa hiyo Mungu akaruhusu ule upepo ukapoa. 1888 count years hadi leo tuna miaka mingapi? Utaona ni kama miaka 100 kama na 40, miaka kama 140 kasoro hivi. Kwa utakuja kuona ya kwamba zaidi ya miaka 130 plus proposal inakuja kurejea tena 2026 bungeni, na hao jamaa wako serious. Heritage Foundation wako serious. 2022 walitoa project 2025 ya kumrudisha Trump madarakani. 2025 Trump anaingia madarakani. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani hao watu wako serious, plani zao zimepangwa. Kwa ni jambo la muhimu kuzingatia uchocheaji wa sheria ya Jumapili, Lakini kitu gani kingine? Tunaenda kushuhudia uamsho wa kweli ndani ya kanisa la Mungu. Uamsho wa kweli ndani ya kanisa la Mungu. Hatua kuelekea uamsho wa kweli. Lakini uamsho wa kweli, it is not an accident. Hauji kama ajali. Hauji kama ajali. Selected Messages book 1 ukurasa wa 121. Kitabu cha jumbe zilizochaguliwa gombo la kwanza ukurasa wa 121. Inatueleza kuhusiana na uamsho wa kweli. Sura nzima utasoma inaozungumzia the greatest need of the church. Hitaji kuu la kanisa. Uamsho wa kweli, uamsho na utaua. Hauji kama ajali, kwamba nikae tu na usubiri. Hauji hivyo. Kwa hiyo tunaenda kushuhudia kitu kama hicho. Tutasoma hapa by the way nukuu hiyo kwenye kitabu cha Pambano Kuu. Lakini tutaenda kuona mgawanyiko wa wazi wa watu wa Mungu. Visible
tutumie jina gani hapa? Visible separation, utengano wa wazi. Visible separation kati ya Waadventista wa kweli wa Sabato na Waadventista wa jina wa Sabato. Wana matengenezo wa kweli, nitapita hadi huko. Wana matengenezo wa kweli na wana matengenezo jina. Lakini sisi ni Waadventista wa Sabato. Ndilo jina ambalo tunalitambua, linalotambulika mbinguni. Ni Waadventista wa Sabato. Kufanya matengenezo, hiyo ni kila Mwadventista anayetamani kuelekea mbinguni anatakiwa kwenda. Lakini sisi sio kusema sisi ni watengenezaji, sisi ni Waadventista wa Sabato. Waadventista wa Sabato kutakuwa na visible separation. Wale ambao ni prepared wataonekana, unprepared wataonekana. Kitabu cha Last Day Events, matukio ya siku za mwisho, kuna kitu kimeelezwa hapo kwenye sura ya 12. Makundi mawili yametajwa. Na anasema kutakuwa na makundi mawili tu. Kundi la kwanza litapokea ukweli kwa kuupenda na wakitamani kuuishi. Kundi la pili litaupokea ukweli kwa kuuchukia na wakitamani usiendelee kuhubiriwa, na wakitamani wale ambao wamekuwa wakitoa ukweli huo watafurahia wakiona wananyamazishwa. Kwa hiyo leo wako wachungaji, wako viongozi wa dini, wako maaskofu, wako mapadri, wako waumini wa kawaida watakaofurahia kuona ya kwamba yule kijana innocent amechinjwa. Utasubiri sana. Kwa hiyo kuna watu wanaangalia kabisa kwamba wale wajumbe wanaoelezea ukweli za mwisho za Biblia wakiwa wamenyamazishwa. Wako wengi wanaotamani iwe hivyo. Lakini kila kitu kipo katika utaratibu wa Mungu. Mungu ndo anayepanga haya mambo. Hakuna mwanadamu ataweza kuzuia ujumbe usihubiriwe kwa njia yoyote ile, iwe kwa pesa au kwa nguvu. Kama alisema iwe hata kama kwa ila injili itahubiriwa. Kwa hiyo hakuna njia ya kutokuzuia ujumbe usifike. Media zinafutwa, tunatembea mguu kwa mguu. Uzuri sio aina ya wahubiri wale wanaofuga vitambi. Hao aina hiyo kweli hawatapanda mlima. Wataanza kuhema. Wapi huku umenileta? Wanataka kukaa kwenye makanisa yale ya mjini, akitoka hapa mpaka Kariakoo gari. Akitoka hapa Mwananyamala gari. Anatoka anaenda sokoni gari. Wahubiri wa namna hiyo sawa. Akitulia kwenye kiti tumbo hilo lipo kwenye meza. Bosi, tutapita kote huko. Hiyo ni hatua ya 3. Visible separation itaenda kushuhudia. Lakini tutazidi kuona dalili katika asili. Signs in the nature. Dalili katika asili tutashuhudia zikizidi kutokea katika ulimwengu. Mambo ya ukame yataongezeka, majanga ya asili yataongezeka. Na tunashuhudia mafuriko, sehemu zingine mvua inyeshi, lakini kuna sehemu inanyesha mpaka nyumba zinavunjika. Sasa unajiuliza, hii mvua mbona hapa inyeshi huku watu wanakufa na mafuriko? Nini kinachotokea? Satan manipulates the hair. Ukisoma katika kitabu cha Pambano Kuu, na hii ndio nakala ambayo ninaitumia. Kwa hiyo usione wakati ninataja sana, hii ndio nakala ambayo nikitaja nukuu za Kiswahili tunataja kwa nakala hii. Nitakuwa nakutajia na sura ama kurasa za Kiingereza ili ukienda kusoma utaikuta. Kwenye kitabu hiki cha Pambano Kuu ukienda kwenye ukurasa 488 kuanzia 487 aya ya mwisho, tunaonyeshwa kwamba shetani ni mtaalamu wa maabara ya asili. Amesoma kuelewa mzunguko mzima wa hali ya hewa, ameusoma vizuri. Ukienda kwenye ukurasa wa 488 nini anakifanya? Anasema anaingiza uvundo wa vitu vilivyokufa katika hewa na kusababisha maelfu kuangamia kwa magonjwa ya kuambukiza. Naye yote atazidi kuyaleta. Analeta ugharikishaji kwa wanyama, kwa mimea, kwa wanadamu. Leo utaona wanadamu kuna dawa za Babeli. Wanyama, wanadamu wanadungwa sindano. Wanyama wanadungwa sindano. Mimea inadungwa booster. Wote sindano. Mpaka ardhi
mpaka ardhi inadungwa weed killer. Kwa hiyo ameamua kuua kuanzia mwanadamu mpaka udongo. Kila kitu amekitengenezea sumu yake. Mwanadamu ametengenezewa sumu yake, ng'ombe anatengenezewa sumu yake, mimea imetengenezewa sumu yake, udongo umetengenezewa sumu yake. Kwa hiyo tunaenda kwenye wakati ambao kama Yesu asiporejea, utaona hali ya mwanadamu itazidi kuwa mbaya mno. Itafikia kipindi hata hamna kitu cha ataona ni salama cha kutegemea. Science in the nature zitazidi kuongezeka, ukame utazidi kuongezeka, mvua maeneo mengi atazidi yani tunapozidi kwenda mbele zitakuwa ni chache mno. Na hili pia litakuwa ni jaribu kwa watu wa Mungu. Angalia leo, hofu ya watu wa Mungu iko wapi? Mvua. Kila mtu akipiga simu, huko mvua inanyesha. Yaani ndio swali la kwanza, mvua vipi huko? Kwa sababu gani? We are fearing, tuna hofu bado kwa ajili ya mahitaji yetu ya kimwili. Na ukisoma kitabu cha Prophets and Kings inasema shetani anajua kwa sababu ya hofu ya kukosa chakula na kitu gani kingine, mavazi, watanitumikia. Kwa analeta hofu kwanza, mvua. Na mvua isiponyesha hamna kuandamana. Hata ukiandamana utamwandamania nani? Kwa hiyo hata isiponyesha hakuna namna, inabidi utulie. Wana increase fear ndani ya watu. Lakini Yeremia 17 mstari wa 5, wa 6 mpaka wa 8 anatupatia ahadi iliyo imara. Wale wanaomtumaini Bwana hawataogopa mwaka wa uchache wa nini? Wa uchache wa mvua. Wakati wa uchungu na taabu ulio mbele yetu. Ili tufike hapo. Ni kitabu gani wapendwa hicho? Kitabu cha Pambano Kuu, kurasa 514. Wakati wa uchungu na taabu ulio mbele yetu, unahitaji imani ambayo itaweza kuvumilia kuchelewa, uchovu na njaa. Kwa hiyo kama mjumbe wa Mungu alionyeshwa kwamba kutahitaji kuvumilia vitu hivi. Moja, there will be a delay. Kutakuwa na kukawia hata katika kujibiwa maombi utakayoomba. Utaomba mpaka ulie, nikana kwamba Mungu asikii. Nikana kwamba kimya, kama naomba asikie au vipi? Lakini ukienda katika ukurasa wa 522 wa kitabu hicho cha Pambano Kuu, anasema kule kukawia ndilo jibu lifalo sana kwa ajili ya maombi yao. Kwa sababu kunawapatia ustahimilivu, uvumilivu, tumaini ambavyo walivifanyia kwa mazoezi madogo sana katika uzoefu wao wa kidini, na ambavyo ni vya muhimu kushinda jaribu la mwisho. Kwa hiyo kwa sababu uvumilivu wetu ni mdogo, ustahimilivu wetu ni mdogo, lakini tumaini letu ni dogo, Mungu anaruhusu kukawia. Unaomba familia yako irejee, ni kana kwamba ndo unawasha moto. Kukawia. Lakini achana kukawia, kuna uzembe pia upo. Kwa we have to balance. Kukawia. Kitu cha hatari ni kimoja. Kitabu cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo, Christ's Object Lesson, sura ya 16. Ukurasa wa 175 aya ya kwanza, kwa kurasa zile za Kiingereza. Inasema the greatest danger is not that God will neglect to answer our prayer, but the danger is in temptation and trial we fail to persevere in prayer. Anasema hatari sio kwamba Mungu atapuuzia kujibu maombi yetu. Hatari ni pale ambapo katika wakati wa kujaribiwa na kupimwa tutashindwa kudumu katika maombi. Hiyo ndio itakuwa ni hatari. Sio kwamba Mungu atapuuzia kujibu maombi yetu. It will not be a greatest danger. Lakini hatari ni pale
wakati unapojaribiwa na kupimwa, utashindwa kudumu katika maombi. That will be the greatest danger to your soul. Lakini kwa sasa muda karibu umekwisha, na yale ambayo tumekuwa tukijifunza kwa miaka mingi, wengine watajifunza kwa miezi michache tu. Ukirejea katika sura hiyo hiyo mwanzoni kabisa, kuna kitu hapa alikizungumzia. Ngoja uone kwenye aya ya kwanza kabisa, aya ya kwanza sentensi ya pili, sura ya 15 ama 14 kwa zile za Kiingereza. Anasema, kisha nilitazamishwa duniani, nikaona kuwa kungekuwepo na umuhimu wa kujiweka tayari miongoni mwa wale waliopokea ujumbe wa malaika watatu mwishoni. Miongoni mwa wale waliopokea ujumbe wa malaika watatu mwishoni. Anasema kungekuwepo na kujiweka tayari. Kungekuwepo na kujiweka tayari kwa wale ambao tumepokea ujumbe huu wa malaika watatu mwishoni. Na angalia, sisi tunapata ujumbe, tuna muda mchache tu umesalia. Tuna muda mchache kabisa ambao umesalia, na sisi ndio tunapokea ujumbe huu wa malaika watatu. Wakati tunaona ishara katika asili zikizidi kuchochea, lakini tukio la tano tutazidi kuona mlango wa mwisho ama fursa ya mwisho kwa ajili ya kufanya matayarisho ikizidi kufungwa. Sasa hivi tuna kipindi cha amani kikubwa sana, na ndipo Yeremia anatuuliza, Yeremia 12. Tufike hapo, Yeremia 12. Kitabu cha Yeremia 12 mstari wa 5. Sikiliza tunavyoulizwa. Anasema hivi, ikiwa umepiga mbio pamoja na hao waendao kwa miguu, nao wamekuchosha, basi wawezaje kushindana na farasi? Na ujapokuwa katika nchi ya amani huu salama, lakini utafanyaje hapo katika kiburi cha Yordani? Ikiwa wale wanaokimbia riadha wamekuchosha. Nitamani kuweka mfano fulani, lakini let us keep it aside. Lakini anatuambia ikiwa upo katika nchi ya amani, haupo salama. Hebu angalia leo uko katika nchi kama ya Tanzania, hakuna hata mtutu unalia nyumbani, haujawahi kufuatwa na askari polisi hata nyumbani, yani haujawahi kusikia tishio lolote. Na utakuja kuelewa ndicho ambacho anakieleza kwenye kitabu cha Christian Service ukurasa wa 176, kama sijakosea kuinukuu. Anasema mwisho unakuja ukitupumbaza, bila kelele, bila kuona, kimya kimya, kama hatua za mwizi. Kwa hiyo utaona hii amani fulani inazidi kutupumbaza. Yaani ikiwa upo kwenye hali ya amani leo, hausomi Biblia, hauombi, hauwezi hata kumshuhudia mtu. Na sasa hivi ni amani. Unaongea na simu, unaongea tu umbea mpaka simu inakata. Haujawahi hata kumshuhudia Bwana. Pamoja na kwamba tunaongea, mimi ni Mwadventista Msabato, kuna hili linakuja. Unajua? Kuna sheria inakuja, kuna vitu ambavyo viko mbele yetu. Unaelewa? Lakini unaongea masaa mawili anaisha, ni kucheka tu. Mnapokezana, huyu anacheka na kujua anacheka, huyu anacheka. Ndio Yeremia anasema kwenye Yeremia 8:15, watu wengi watasema tulitazamia kupona. Tulitazamia wakati wa amani, lakini nini vilikuja? Kufadhaika na hakuna kupona kulipokuja. Kwa sababu wakati wa amani tuliopewa, wakati wa maandalizi tuliopewa, matukio hayo yote matano
yanaenda kwa spidi sana, tena kwa kasi kubwa mno, kwenda katika ule mwisho ambao umetarajiwa, na hatujui ni muda mfupi kiasi gani, hatujui, ambao rehema yetu imesalia, hatujui ni mfupi kiasi gani. Mimi sijui, na sijui mimi huenda nitakufa muda gani, sijui wewe mtakufa muda gani, sijui. Kwa hiyo utakuja kuona maandalizi tunatakiwa kuyafanya kila siku. Tumepewa fursa kubwa sana. Kitabu cha Malaki, twende hapo, kitabu cha Malaki sura ya 3. Tumepewa fursa kubwa mno kwa ajili ya kujiandaa, fursa kubwa sana katika wakati huu wa vuguvugu la sheria ya Jumapili ambalo linafukuta, lipo kwenye moto kabisa, linaenda. Kumbuka chapisho moja Pope Leo wa 14 akisema ya kwamba 2026 ataidhihirisha his mark, alama yake. Sasa ni alama gani ya upapa? Sunday worship. Hawafichi tena sasa hivi, hawafichi. Sijasema sheria ya Jumapili itapitishwa 2026. By the way, anaweza akafanya hivyo kwa sababu kuna 4 phases tuliangalia. Kuna hatua 4 za sheria ya Jumapili: day of rest, day of worship, day of worship, lakini ikiwa na exception. Tuliona asubuhi. Hatua ya kwanza ikiwa kama siku ya pumziko. Hii haitamuumiza sana msabato. Kwa watu watamwambia hii ni siku ya pumziko, hamtaki kufanya kazi, lakini hatutazuia kwenda siku ya ibada ya Jumamosi. Na ndipo mjumbe wa Mungu tumeona kwenye Last Day Events sura ya 9 ukurasa wa 110, ama Testimonies for the Church volume 9 ukurasa wa 132, anatuambia katika siku hilo, kulingana na nuru aliyopewa, watu wa Mungu wanatakiwa kufanya kwa hekima. Siku ile wasifanye kazi, ila waitumie kwa ajili ya missionary. Siku hiyo, wakati sheria ya Jumapili ikiwa ikipitishwa katika hatua ya kwanza ikiwa day of rest, lakini tutaona itakuja hatua ya pili, day of worship, lakini ikiwa na exception, kwamba ni sheria inayotulazimu kwenda katika ibada siku ya Jumapili, kwamba utafanya hivi, uende siku ya Jumamosi na uende siku ya Jumapili. Hatua ya pili hiyo, uende siku ya Jumamosi, uende siku ya Jumapili. Na hicho ndicho kilichowafanya wengi, tumesoma kwenye Pambano Kuu kurasa 504, wakafikia hatua ya kuyaona mambo karibu katika nuru inayofanana. Kwa sababu hatua ya pili ni sheria ya ibada ndio, ila sio ya kulazimisha. Kwa hiyo wewe utaamua uende siku ya Jumamosi, uende siku ya Jumapili. Na kumbuka hata wakati sheria ya Jumapili ilipopitishwa mwanzoni, kipindi kile cha Konstantini, ilikuwa hivyo hivyo. Walianza kutunza kwamba siku ile ya Sabato ilikuwa wanaanza saa 6, kama saa 6, kwamba mpaka Jumatatu. Ile Jumapili ilikuwa yote ni pumziko. Walianza wanatunza siku 2 kwamba walikuwa wanaenda Jumapili, wanaenda Jumamosi. Baadaye wakaenda hapana, walifanya mjini ni lazima, kijijini waliachwa waendelee kutunza Jumamosi. Na ndipo utaelewa swala la country living. Utaelewa hapo swala la kuishi mashambani. Sheria ya Jumapili ile kipindi cha Konstantini ilianza mjini. Mijini ilikazwa kabisa kwa sababu walitegemea kuuza na kununua. Maduka, siku ya Jumapili hakukuwa na huduma yoyote ya kijamii iliyokuwa ikiendelea mijini. Sio maofisini, mahospitalini, viwanda, usafirishaji, vyote vilifungwa siku ya Jumapili. Katika hatua ile ya Konstantini waliweka hivyo kwamba watu waende Jumamosi, lakini pia aheshimu na Jumapili. Lakini baadaye walifuta kile kitu. Kijijini waliachwa, lakini baadaye wao walifuatwa kule, kwa sababu kijijini waliachiwa. Hata ilipokuwa ni lazima kisheria, waliachiwa wasali Jumapili, wasali Jumamosi, lakini baadaye nao walifutiliwa mbali hiyo. Utasoma kwenye kitabu cha Pambano Kuu sura ya 35.
baadaye ile yote walienda kuizuia, wakasema hapana. Hatua ya pili, na ndiyo hatua ambayo tuliona Waadventista wa Sabato wengi watauacha msimamo wao, wataiacha imani yao na kujiunga na askari wa upinzani. Kwa sababu gani? Wanafikia hatua ya kuyaona mambo karibu katika nuru ambayo inafanana. Mbona Mungu ni yule yule tu? Kama unavyoenda kushuhudia watu wakwambia hamna, Mungu ni mmoja tu. Hata nyie Mungu mnayemwabudu na sisi huyo huyo. Na unaamini? Wote tunaomba kwa Mungu huyo huyo. Sio kweli. Sio kweli. Mungu anayemuomba padri pale madhabahuni sio Mungu ambaye tunamuomba tukiwa mahali popote. Hapana. Mungu anayeabudiwa siku ya Jumapili ni tofauti na Mungu ambaye anaabudiwa siku ya Sabato. Tofauti. Huyu ni Mungu jua, huyu ni Mungu wa mbinguni. Ila tu tofauti ni pale mtu anaweza akaenda siku ya Jumamosi asali bado akaabudu jua. Ezekiel sura ya 8 inaeleza hilo. Lakini sio kwamba eti Mungu wetu ni mmoja huyo huyo, hakuna. Allah is not God of heaven. Allah, Mungu mwezi, sio Mungu wa mbinguni. Lakini Muislamu tutamwambia Mungu ni huyo huyo mmoja kwa sababu anatajwa tu jina moja, Mungu. Lakini kuna Mungu na kuna miungu. Hiyo tuliona asubuhi. Hatua ya pili, hatua ya tatu sheria ya lazima, hatua ya 4 ya kifo. Hiyo ndio itakuwa final decree. Malaki sura ya 3, sikia. Anasema hivi, angalieni na mtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta atalijia hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia. Angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Lakini ni nani atakaye simama? Lakini ni nani atakaye stahimili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakaye simama atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha, ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Twende fungu la 3. Anasema naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha, nao atamtolea Bwana dhabihu katika haki. Nini Mungu anachokieleza hapa kupitia mjumbe wake Malaki? Anaeleza kazi ya matayarisho. Kazi ya matayarisho. Akitukumbusha kile ambacho alikifanya Yohana Mbatizaji, kuandaa watu kwa kuja kwa Masihi. Lakini akitukumbusha leo ujumbe ule wa malaika yule watatu unaoandaa watu kwa kuja kwa Kristo mara ya pili. Ujumbe huu wa malaika yule watatu lengo lake hasa ni kusafisha, kutakasa. Wapi? Katika hekalu la Bwana, katika mioyo ya wanadamu. Ili kuisafisha, kuitakasa, tuliona mpaka sura ya Kristo iakisiwe kikamilifu katika mioyo ya wanadamu. Na ndipo tunatajiwa kwenye sura hii kwenye mstari wa 3 anasema naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa. Naye atawatakasa wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Kumbuka kipindi kile kabila la Lawi lilikuwa ni kabila la nini? Kabila la kikuhani. Wakati Musa akitoka mlimani, sura ya 32 kitabu cha Kutoka. Wakati Musa aliposhuka mlimani, alipokuta wana wa Israeli wamemwacha Mungu wa kweli, alafu akageukia kumwabudu ndama. Wakati Musa alipouliza wangapi wanasimama upande wa Musa? Upande wa Bwana. Nashukuru. Wangapi watasimama upande wa Bwana? Kabila la Lawi ilisimama upande wa Bwana.
Kwa hiyo walikuwa ni kabila ambalo lilitunza maelekezo ya Mungu hata katika wakati ule ambao jamii kubwa ama yote ya wana wa Israeli waligeukia kuabudu ndama. Na ndama katika kipindi kile, unasoma katika kitabu cha Patriarchs and Prophets kurasa 330, 29, 32, 33, utakuja kuonyesha kwamba sanamu ya ndama yule iliwakilishwa na sanamu ya mnyama, ambayo leo Kristo anapokuja kushuka ataukuta ulimwengu ukiwa umegeuka. Hata wana wa Israeli watakuwa wamegeuka wakiabudu sanamu ya ndama, sanamu ya nyama, wakigeukia mafundisho ambayo hayawapandishi kuwaelekeza mbinguni, lakini wanawapandisha kuwaelekea upotevuni, ambao kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 4 anatuambia kwamba ni mafundisho ya mashetani. Hebu tusome kitu kimoja kwenye Petro hapa ili tuone wakati anapotuambia atawasafisha, tuna uhusiano gani sisi na kabila hili. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 anatuambia, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa hiyo watu wa Mungu leo wanaomfuata Kristo wanafananishwa na uzao wa kifalme, ukuhani mtakatifu. Mungu ametoa ujumbe wa mwisho, ujumbe wa malaika yule watatu, ili kuwatakasa watu wake. Hilo ndilo lengo kubwa la ujumbe wa malaika watatu, kwa sababu hatutaweza kuandaliwa kuikataa chapa ya mnyama, kuikataa alama ya mnyama, alafu tutukana na tabia ya mnyama. Kwa sababu kile ambacho kitatufanya tukubaliwe na alama ya mnyama ama tukubaliwe kuwekwa muhuri wa Mungu ni suala la tabia tu. Tabia, aidha ni tabia ya Mungu ama tabia ya mnyama. Kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 216 na 217, unaweza ukasoma. Sura ya 23 inatueleza vizuri kabisa swala la kuwekwa muhuri wa Mungu. Wale ambao wataungana na ulimwengu na kuchukua roho ya ulimwengu wanawekwa tabia ya mnyama na wanajiandaa kupokea chapa ya mnyama. Lakini wale ambao wanaungana na Mungu wakishirikiana naye wanajiandaa kuwekwa muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Katika vipaji vya nyuso zao. Anasema hivi, wakati ule ndipo dhabihu za Yuda na Yerusalemu zitakapompendeza mbele za Bwana, kama katika siku za kale na katika miaka ya zamani. Nami nitawakaribieni ili kuhukumu, nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazinzi na juu ya hao wapao kwa uongo na juu yao wamwoneao mwenye kuajiriwa kwa ajili ya mshahara wake, wamwoneao mjane na yatima, na kumpotosha mgeni asipate haki yake. Wala waniogopi mimi, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo Mungu anaonyesha kazi kama iliyofanyika kipindi kile ya kuandaa watu kuonana na Masihi, ambayo itafanyika tena wakati huu ya kuandaa watu kuonana na Kristo anayekuja mara ya pili. Kazi gani? Ya kuwasafisha na kuwatakasa. Na ndipo Testimony for Signs of the Times, chapisho ambalo tulisoma katika sehemu ya 4, Signs of the Times Signs of the Times ya Februari 5, 1902. Aya ya kwanza kabisa, wakati akielezea kitabu hiki cha Malaki, anasema Mungu atawatakasa watu wake kupitia majaribu. Kumbuka series yetu inatuambia ni wito wa mwisho wa kujitoa kafara.
ni wito wa mwisho wa kujisacrifice, self sacrifice. Na kwa lugha nyingine, Kiingereza inaweka vizuri sana. Self sacrifice ni kuisulubisha nafsi. Maana unapozungumzia kujitoa kafara, watu wataanza kafara zile za kule, kwamba ukajiweke tena kwenye madhabahu. Kuisulubisha nafsi, yaani kuna mambo ambayo yatahitajika kweli tujinyime kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini kuna mambo ambayo yatahitaji kweli, huenda hata yatahatarisha maisha yetu. Kuna mambo huenda hata yatahatarisha maisha yetu, lakini kwa ajili ya kuurithi uzima wa milele itatubidi tu tukubali. Tuliona kielelezo Shadraka, Meshaki, Abednego. Kwa sababu ya utii wao kwa Mungu, walikubali wakatupa kwenye tanuru la moto. Tuliona kielelezo Esther. Kwa sababu ya utii wake kwa Mungu na upendo alio nao kwa watu wake, alikubali ni heri aangamie, lakini alifanya kitu fulani kuwaokoa watu wake. Na hiyo ndiyo roho ambayo wote ambao watabeba jina la Mungu aliye hai katika wakati huu wa mwisho ni lazima wawe nalo, hatua kuelekea uamsho wa kweli. Kitabu cha Pambano Kuu ni ukurasa wa 385. 385 aya ya pili, anasema hivi: ijapokuwa kushuka kwa imani na uchaji Mungu kumeenea makanisani, lakini kuna wafuasi wa kweli wa Kristo katika makanisa haya. Kabla ya kuja kwa hukumu ya Mungu mwisho duniani, kutakuwepo miongoni mwa watu wa Bwana uamsho wa utauwa ule wa kale ambao haujawahi kushuhudiwa tangu nyakati za mitume. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwamba kutakuwepo na uamsho wa utauwa wa kweli ambao haujawahi kushuhudiwa tangu nyakati za mitume. Lakini uamsho huu, kama nilivyokuambia, hautakuja kama ajali, by accident, no. Kwa hiyo usikae in a calm expectation kwamba ni Mungu atakuja kuniamsha akinipiga na kunishika mkono, wewe simama. Hautakuja kama ajali. Nitakuonyesha kitu hapa. Sikia. Anasema hivi: Roho na nguvu ya Mungu vitamwagwa juu ya watoto wake. Katika wakati huo, watu wengi watajitenga wao wenyewe. Nini ambacho nimekwambia? Ambacho kitakuwa ni sign ya tatu. Visible separation among God's people. Sikiliza kwa makini. Nasema Roho na nguvu ya Mungu vitamwagwa juu ya watoto wake. Katika wakati huo, watu wengi watafanya kitu gani? Watajitenga wao wenyewe kutoka katika makanisa hayo ambayo kupenda ulimwengu huu kumechukua nafasi ya kumpenda Mungu na neno lake. Ni katika mwaka huu kutakuwa na utengano wa wazi miongoni mwa watu wa Mungu, makanisani, ndani ya familia. Visible separation. Waliojiandaa hawatakubali tena kufungwa na wale ambao hawana mpango wa kuelekea mbinguni. It is a final call for self-sacrifice. Kwa gharama yoyote watatenganisha muungano. Na mimi ninakwambia, muungano wowote ambao unakuhatarisha wokovu wa maisha yako ya milele, vunja kwa gharama yoyote. Kila muungano ambao unaona kabisa huu unanifanya niangamie, vunja. It is a time for self-sacrifice. Esther aliona ni heri nitengane kama na mfalme kama ataniua, ila sio kutengana na Mungu. Na hapo alikuwa ni Malkia. Wewe Esther alikuwa Malkia, lakini alikubali kuipindua sheria. Esther 3:16 tuliambiwa ya kwamba
Anamwambia Mordekai, waambie watu wafunge na kuomba, nami nitaingia kinyume na sheria mbele ya mfalme, ili tuone kama nitapata kibali sawa, ama kuangamia na niangamie. Alikubali ni heri separation itokee kati yake na mfalme, ila sio kati yake na Mungu. Muungano wote ambao unaenda kuhatarisha wokovu wa maisha yako 2026, vunja kwa gharama yoyote. Sikiliza, anasema hivi, watu wengi wote, wachungaji kwa washiriki, watazipokea kwa kufurahia hizo kweli kuu ambazo Mungu amezitoa na kuruhusu zitangazwe katika wakati huu, ili kuandaa watu kwa ajili ya kuja kwa Bwana mara ya pili. Hichi ndicho anachokieleza Malaki, kweli ambazo zitatuandaa kwa ajili ya kuja kwa Bwana mara ya pili. Na tutaandaliwa kwa namna gani? By being sanctified and purified, kutakaswa na kusafishwa, kuwa na Christ like character, tabia kama ya Yesu. No other preparation than that. Hakuna maandalizi mengine zaidi ya hayo. Counsels for the church. Nadhani naongea tu. Kitabu cha Nuru kwa Kanisa. Nuru kwa Kanisa. Naomba nisaidie Nuru kwa Kanisa hapa. Nisome hii nukuu, natamani nisome. Nisaidie Nuru kwa Kanisa. Kitabu cha Nuru kwa Kanisa, naomba niwasomee hapa. Nini ambacho anatueleza? Hakuna maandalizi mengine zaidi ya hayo ambayo yatatufanya tujiandae kuonana na Mungu, tujiandae kuonana na Kristo. No other preparation than that. Kusafishwa na kutakaswa tu. Yakianzia haya spiritual preparation, thank you. Yakianziwa na spiritual preparation, ndipo tunakuja kubalance na physical preparation. Sikiliza, hiki ni kitabu cha Nuru kwa Kanisa, Counsels for the Church. Wewe mwenye kutayarisha njia, sehemu ya kwanza. Twende tukasome sura ya 6. Sikiliza nini ambacho mjumbe wa Mungu anatuambia hapa. Nini ambacho mjumbe wa Mungu anatuambia. Sikiliza, ni aya ya pili kwa kitabu hichi. Anasema hivi, maisha ya Mkristo ni kusonga mbele daima. Yesu amekaa kama mtakasaji na msafishaji wa watu wake. Yesu ndiyo ameketi kama msafishaji na mtakasaji wa watu wake. Note yale maneno ya Signs of the Times ya Februari 5, 1902, aya ya kwanza. Anasema hivi, mchakato wa utakaso na usafishaji, the process of refining and purifying is hard for human nature to endure. Mchakato wa usafishaji na utakasaji ni mgumu kwa asili ya mwanadamu kuvumilia. Ndio maana ukiletewa jaribu linaloleta uchungu ya akili yako, unaanza kulia na kulalamika. Kwa nini mimi? Mungu mbona unioni? Mungu usikii. Yaani tunafanya Mungu ni kiziwi, Mungu ni kipofu kama sisi. Hivi ni kweli Mungu asikii? Kweli? Au Mungu hakuoni kweli? Yaani Mungu ambaye anahesabu, anathamini unywele wa kichwa mmoja, alafu leo nina ujasiri wa kuomba Mungu mbona unione? Uone kama ni matusi? Ni matusi. Yaani kama anathamini nywele moja, nywele moja, mmoja, na anasema huo mmoja hautapotea. Unajua kuna wakati Mungu anatuletea nuru katika kiwango ambacho hautakuwa na uzuri wa kutokuamini. Yaani kama unywele mmoja huu unathaminiwa usipotee, what is God's message to you? Yaani nini ambacho itakuwa ni ujumbe wa Mungu kwako? Kwamba unywele huu mwanangu, unywele huu mmoja wa kichwa chako na hakikisha hautapotea, alafu aache wewe upotee. Ndio maana Prophets and Kings, kitabu cha manabii na wafalme, sura ya 12 inatuambia kukata tamaa ni dhambi. Ni heri ulie miguuni pa Yesu. Kama Mariamu alijua mimi ni kahaba na dhambi nyingi, lakini hapa tumaini lipo. Alilia miguuni pa Yesu, hakukata tamaa.
Yaani ukitafakari jinsi upendo wa Mungu ulivyo kwa mwanadamu, utaona tu kweli hivi mimi nina sababu ya kukata tamaa? Haipo kabisa. Kwa sababu kile ambacho Mungu anakiruhusu, Yesu amekaa kama mtakasaji na msafishaji wa watu wake. Sikiliza. Anasema na sura yake. Kwa hiyo wakati anasafisha na kutakasa, lengo ni nini? Kurejesha sura yake ndani yetu. Na sura yake ikirudishwa ndani yao mithili ya nuru, ni wakamilifu na watakatifu na walio tayari kuhamishwa kutoka ulimwengu huu. Hakuna maandalizi mengine zaidi ya hayo. Wakati sura ya Mungu itakaporejeshwa ndani yetu, sura yake inaporejeshwa ndani yetu mithili ya nuru, ni wakamilifu na watakatifu tulio tayari kuhamishwa kutoka katika ulimwengu huu. Lakini wakati kiburi kimeendelea kutunzwa hapa, chuki imeendelea kutunzwa hapa, na ndiwaambia kwenye series ya 3 nitakazia mno haya. Tabia zetu za hapa, kiburi, chuki. Hasa chuki zimejaa kwa watu wa Mungu wa Adventista wa Sabato wengi. Ni maisha yetu. Wewe pima tu maisha yako. Ukichokonolewa sana, hautachukia. Hautachukia. Yaani kuna watu wana block namba za simu ya mtu kwa chuki. Achana na ile ambaye anakupromote mambo ya upuuzi, kutumia message za kijinga, achana na hiyo. Lakini kwa sababu unamchukia na uenda ni ndugu wa imani, una block namba yake. Alafu unatamani kwenda mbinguni, ukafanye nini? Ukimkuta huyo huko, utaanza kujikwepa usimuone. Kwamba bora nisimuone huko. Na ni maisha ya watu wengi. We jiulize, ni watu wangapi leo wanaojiita wana matengenezo hawaongeleshani? Ni wangapi? Wengi sana. Hawaongeleshani. Wengi. Sema mimi sijawahi kumpenda yule jamaa, simkubali kabisa. Na kuna chuki ya watu dhidi ya wahubiri. Wengi sana. Mimi huyu sitaki. Yaani ni maisha yetu wengi. Chuki zimekaa hapa. We don't have love except hypocrisy love. Yaani tuna upendo ila ni wakinafiki, wakibinafsi. Upendo wa Yesu haujui chuki. Hakuna mtu aliyeuziwa kama Yesu. Hakuna mtu aliyeudhiwa kama Yesu. Hapo ninataka kuwaonesha na kuona mimi mwenyewe nini ambacho Mungu anakitambua kwamba ni preparation, maandalizi kwa ajili ya kuishi uzima wa milele, kuishi makao ya amani. Nitatamani kila mtu awepo pale, hata wale ambao ninahisi ni maadui yangu waweko pale. Lakini kama nitamchukia mtu hapa, I assure you, nina uhakika kabisa hautatamani na hautaomba hawepo pale. Na wewe usije ukasema ni Mwadventista msabato. Hakuna msabato wa aina hiyo. Hakuna. Yaani hakuna kabisa, hakuna. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni lazima tujisulubishe ndani ya nafsi. Lazima tuingie ndani ya moto. Bwana, teketeza chuki nilionayo. Waefeso. No. Ni Waefeso. Yes, Waefeso 4 mstari wa 26. Mungu anatambua tuna hasira. Anatambua. Kwa sababu ya hisia tulizo nazo. Wengine ndo nyama zinazoliwa kila siku. Kwa hiyo unyama unapanda. Ukichokonolewa kama mbuzi dume, mpaka manyoya yanasimka. Kwa hiyo hasira zipo. Mungu anajua tuna hasira. Lakini anasemaje? Uwe na hasira lakini usitende dhambi. Hasira yako ikae ila jua lisizame kabla haijaondoka. Hasira zidi ya mtu, kama unajikasirikia mwenyewe it's okay. Hasira ama chuki zidi ya mtu ikae ila jua lisizame. Just one day. Kwa sababu gani? Anasema pale utakaporuhusu, kwa kuelezea,
ikavuka jua linapozama. 27 unampa Ibilisi nafasi. Anazidi kuipandisha hiyo. Anazidi kuipandisha. Ilikuwa gia namba 1, anachochea 2, 3, 4, 5 na mafuta mpaka mwisho. Kwa unajaa kiasi kwamba mtu hata kama aligusa shati huenda utageuka na ngumi kubwa mno. Nakumbuka mahali fulani mtu ambaye alikasirika ametembea, lakini aliguswa na kakitu tu fulani, alirusha ngumi, lakini anarusha hewa. Unaweza ukaimagine hasira. Usiwe mwepesi kukasirika. Kwa sababu gani? Hasira ukaa kifuani mwanani? Mpumbavu. That is the true. Ni neno la kweli la Mungu. Neno la kweli la Mungu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo viko hapa. Mungu anashughulika kuondoa hizo hasira ambazo zinatuongoza kutenda dhambi. Hasira ambazo zinatuongoza kuchukia. We must crucify ourselves to remove all passions. Last is object lesson 171. Tunaambiwa however unjustly we may be treated, let not passion arise. Haijalishi tutatendewa isivyo haki kiasi gani, kamwe tusikasirike. By indulging the spirit of retaliation, we endure ourselves. Kwa kuendekeza roho ya kulipiza kisasi, tunajijeruhi wenyewe. Kwamba we ngoja tu, utakoma nini? Hiyo ndiyo roho aliyokuwa nayo Hamani. Akasema, we Mordekai, utaki unisujudia, subiri uone. Na Mordekai hata alikuwa anacheka. Unaja kunifanya mimi. Alikutana na kichwa ambacho hakielewi kumsujudia mwanadamu. Na kama kuna kitu ambacho ni cha kukidharau, hatutaki kuwa na ile akili ya kumsujudia mwanadamu, wapendwa. Kama unahitaji kusafiri salama mbele yako unayemuona ni Kristo, ndiye anayehitaji kutiiwa na wale ambao watakuwa ni watiifu kwake. Mordekai alijua Hamani, wewe ni mkubwa kuliko mimi. Wewe umewekwa kuwa mkubwa kuliko maakida wote. Lakini what you require from me, I cannot offer to you. Kile unachohitaji kwangu, sitakitoa kwako. Kwa sababu alihitaji kusujudiwa, na kusujudiwa kulikuwa kuna mtu anahitaji kutolewa ni Mungu peke yake. Na ndipo Hamani akakasirika. Akaita washauri wake ambao ni wapumbavu wenzake kama yeye, na akaita mke wake naye vile vile, wakakutana wote kwenye jopo la wapumbavu wanashauriana. Tufanye nini? Chonga mti ili kesho kutwa, na barua iliekwa futi mikono 50 juu, atundikwe Mordekai. Hamani tayari ameshachonga na mti, anakuja kutengeneza mchongo. Kuingia, anaingia na swali, sijui kama alisalimiana na mfalme Ahasuero, lakini anaingia tu. Ahasuero anauliza, Hamani, tumfanyie nini yule ambaye mfalme anampenda sana? Akasema, hapa mfalme apewe mavazi ya kifalme ambao mfalme huwa anavaa, farasi yule wa mfalme, taji ile ya mfalme, akizania kwamba anajinenea mwenyewe. Baada ya kumaliza, na hisi Ahasuero alijua kuna mgogoro kati ya Hamani na Mordekai. Akamwambia, sasa nenda kamfanyie hivyo Mordekai, na alisipungue hata neno. Alijua kuna mgogoro. Hamani akasema, what? Lakini kwa sababu ndivyo alivyo hapa, akaenda kumbarisha. Sasa uone madhara ya chuki. Esta 7:12. Hamani anarudi nyumbani akiwa amefula. Natumia lugha hiyo ambayo inaeleweka. Amejaa, misuli imevimba, akafikia kulala kitandani. Aliingia katika vita na wale ambao yule ambaye ameweka tumaini lake kwa Yesu. Kamwe tangu mwanzo wa historia ya dunia hakuna hata mmoja aliyefanya vita na yule ambaye ameweka tumaini lake kwa Yesu akafanikiwa. Hayupo. Desire of Ages, tumaini la vizazi vyote. Ukurasa wa 373.
Tuliambiwa ya kwamba kwa Yesu hakuna kuanguka, hakuna kupotea, hakuna kinachoshindikana, hakuna kushindwa. To Jesus there is safety. Faith and Works ukurasa wa 113. Anatuambia hivi, ndugu yangu, tembea kwa tahadhari na Mungu wako. Ukijua ya kwamba kuna watu, there are those whose eyes are intently fixed upon you. Kuna watu ambao macho yao yamekazwa kwa makusudi kwako, wakijua ya kwamba utavuka mstari fulani kisha utajikwaa na kuanguka. Lakini akasema, but if you keep in humility close to Jesus, always well. Lakini kama utakaa kwa unyenyekevu miguuni pa Yesu, yote ni salama. Katika kazi hii ya kusafishwa na kutakaswa, Mungu anatutengeneza tuwe na sura yake, tuwe na tabia yake, na ambayo kwenye kitabu cha vielelezo mafundisho ni tabia gani? Anasema ujumbe wa mwisho wa rehema ni ufunuo wa tabia yake ya upendo. Upendo wa Yesu ni lazima udhihirishwe kwa ulimwengu kupitia wafuasi wake, ambao watatukanwa watarudisha baraka, ambao watalaaniwa wao watabariki, watatukanwa wao watapenda. Mungu anahitaji watu kama hao, ambao watakaoguswa hawatalipuka na kuchukia, bali watamdhihirisha Kristo katika maisha yao. God wants those people in these last days. Chagua kuwa mtu wa aina hiyo, na hayo ndiyo maandalizi, kwa sababu hakuna ambaye hatafikia hatua hiyo atakayeshinda jaribu la mwisho. Tunaenda mbele ya, kumbuka uone maandalizi, tutaenda kusimama mbele ya maaskari. Vipi askari, umeenda mama umekamatwa, akaanza kushikashika nywele zako. Wewe naye niache bwana. Acha nywele zangu. Unaweza uka imagine umejikamatwa dada, ambao madada zetu ambao wale wanapenda sana nywele kiasi kwamba wanaziwekea maparachichi na mayai. Umeenda pale, askari akaanza kushika nywele zako, akakuvuta kidogo. Reaction yako itakuwa ni ipi? Utarusha ngumi kujaribu kujitetea kama Petro asiyeongoka alirusha panga, lakini Yesu akamwambia hamna hapo. Jaribu limeletwa, alithibitika kwamba hajajiandaa. Panga alikuwa, unadhani Petro wakati alipokuwa kwenye behewa pale, akisadikishwa na wale watu kwamba huyu naye alikuwa ni miongoni, unadhani panga alilitupa? Panga alilitupa? Alikuwa nalo mfukoni. Mbona hakurusha pale? Mbona hakurusha panga? Na alikuwa nalo pale. Kwa nini hakurusha panga? Alienda kupigana physically, jaribu ambalo ni la kiroho. Yeye alilihamisha apigane nalo kimwili na alianguka. Kwa hiyo Mungu anatuandaa, tutaenda kuudhiwa, tutaenda kudhalilishwa mno. Kama leo tunadhalilishwa, tunachukia, we are not ready for what is coming ahead. Hatupo tayari kinachokuja, kwa sababu mamlaka za dunia hii zitawadhalilisha mno watu wa Mungu ili waaibike. Zitawatangaza kwa sifa mbaya sana kama Waldenses, kana kwamba ni watu ambao ni majangili. Itakuwaje mtu akutangaze leo wewe ni jangili? Utajisikiaje? Watu wanasema lile ni jamaa, lino ni lijangili. Utajisikiaje leo? Asema asante Yesu kwa kuwa mimi ni jangili ndani ya Kristo. Ila usiwe jangili ndani ya shetani, hiyo ni hasara. Kama ukiitwa jangili ndani ya Kristo, furahi. Mtu akikutukana upo ndani ya Kristo, furahia, kwa sababu utajua kabisa hakuna roho wa Kristo ndani ya mdomo unaotukana. Sasa unakasirika mtu ambaye anaongozwa na shetani? Turudi huko. Anasema wakati sura ya Kristo itakapoakisiwa ndani yetu mithili ya nuru, ni wakamilifu na watakatifu, tulio tayari kuhamishwa kutoka katika ulimwengu huu. Without that we are not ready to be transformed from this way. Lazima total transformation of our character must happen first.
uongofu kamili wa tabia zetu za ndani na za nje. Lakini lazima tuanzie ndani huku kwenye mlima huku lazima tuanzie huku, kwa sababu Yesu alisema yanayotoka huku ndo anamtia mtu mnajisi. Hapo mtu anakuchekea lakini amenuna rohoni, sema hii. Lakini huku jamaa lingejua kama wale makuhani, ashumu yule kuhani na Mlawi aliyekuja mara ya pili ni kuhani, akamkuta yule mnyang'anyi, yeye akaenda akamchungulia. Yaani bora hata nisingepita huko. Hata angemsaidia pale, angemsaidia kinafiki kwamba sijui atanionaje, ngoja tu nimsaidie hivyo. Yaani si nimefuata nini huko? Unaona mambo haya, unamsaidia mtu nalalamika. Hypocrisy, unafiki. Na ndio walikuwa nao wakuu wa makuhani na Mafarisayo. Alimwangalia, anamuona huyu mtu amejeruhiwa, anahitaji msaada wangu, ni jirani yangu kwa wakati huu. Utasoma hiyo sura, nani ni jirani yetu kwenye kitabu cha Desire of Ages. Jirani yetu ni yeyote anayeomba msaada kwetu, ambaye anahitajika tumsaidie. This is our neighbor. Kuhani alimuona huyu ni jirani kwangu, anahitaji msaada wangu, lakini alimwangalia tu, alipita kando. Hiyo ilikuwa ni kuhani anayemdhihirisha shetani katika maisha yake, kutokuwa na upendo kwa wale ndugu wa Kristo. Na hakuna ambaye atakuwa hivyo atakayeokolewa. Lazima tuone kiwango kinachohitajika na tuone sisi tulivyo. Am I fit for heaven or for hell? Now, kama nikiokolewa leo, kitabu cha Maranatha, kama tukiokolewa leo nikahamishwa kwenda mbinguni, je, nitafurahia kwa yeyote nitakayemkuta pale? Na kuhakikishia, yule ambaye akilini mwako unamchukia, hata leo ukachukuliwa ukahamishwa pale, utakuwa na hisia hizo zidi yake. Kwa hiyo hutafurahia awepo, hutafurahia. Kama utaweza kuokolewa na ufurahii mwenzako awepo pale, unaenda ukafanye nini? Kwa hiyo kama ni dada, haufurahii kaka yako akiwepo pale, I assure you hautaki kwenda kule. Kama ufurahii ndugu yako au rafiki yako awepo pale, mtu leo ambao umeblock hata namba yake, I assure you, you are not ready to be there, because malice, bitterness, hatred is within your heart. Na hivyo vyote, chuki, usuda, fitina, havipo ndani ya Kristo, lakini viko ndani yetu. Sasa nani yuko ndani yetu? The devil. We must crucify ourselves. Lazima tujisulubishe sisi wenyewe. Lazima tujisulubishe nafsi zetu. Lazima tujitoe kafara. Wakati Yesu anapokaa kama msafishaji katika hekalu lake la mioyo yetu, lazima tuwe willing afanye kazi, hata kama atapitia majaribu yoyote pale, kwa sababu tuliambiwa trials are God's workmen to sanctify, purify and prepares for heaven Ghana. Testimonies for the Church, volume 3, 115. Tunaambiwa majaribu ni njia ya Mungu, watendakazi wa Mungu, kutusafisha, kututakasa na kutuandaa kuwa raia wa mbinguni. Without trial, you won't be ready. Na tunatakiwa kuyapokea majaribu kwa furaha, sio kwa huzuni. Yakobo 1 mstari wa 2 mpaka wa 4. Wapenzi, laini katika majaribu mbalimbali. Sikia, anasema hivi, Mkristo anayo kazi kubwa. Kazi gani? Hii ya kushirikiana na Yesu. Wakati Yesu anapoketi kuwa msafishaji na mtakasaji wa hekalu lake, wa mioyo yetu, tunashirikiana naye katika kazi hiyo. Na ndivyo tunavyoandaliwa
kwa ajili ya kuishi katika makao yale aliyoyaandaa. Sikiliza, anasema hivi: tumeonywa kujitakasa na kuachana na uchafu wote wa mwili na roho, utakatifu kamili katika kicho cha Mungu. Hapo twaona ilipo kazi kubwa. Kuna kazi ya daima kwa Mkristo. Kila tawi katika shina la mzabibu halina budi kutoa uzima na nguvu kutoka katika mzabibu huo ili kuzaa matunda. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo kila Mkristo amepewa kuifanya, na ndiyo ambayo itatuongoza katika uamsho na utauwa wa kweli. Pasipo kazi hii, pasipo hiki kufanyika ndani yetu, hatutafurahia uamsho ule wa kweli, na hatutafurahia burudisho lile ambalo liko mbele yetu la kumwagiwa mvua ya masika. Hichi pekee ndicho kitachoenda kuleta utengano wa wazi miongoni mwa wachungaji wale ambao wamekuwa wakiumia kwa sababu ya uovu unaofanyika ndani ya kanisa, lakini walikuwa wametulia tu. Itafikia kipindi watasema this is a final call to us. Lazima tutengane na muungano huu kama tunahitaji kutii. Na ndipo tunaambiwa wachungaji na washiriki watazipokea kwa kuzifurahia kweli muhimu ambazo Mungu anazitoa kwa wakati huu. Wachungaji watatoka, wataacha kuwa na muungano na Sanhedrin kama ilivyokuwa kwa Yusufu Arimathaya na Nikodemo. Saa ilifika waliona ya kwamba ni heri tusiwe tena wajumbe wa baraza la Sanhedrin ile ya Wayahudi. Ni heri tusiwe wajumbe tena wa General Conference leo, lakini tuwe watiifu kwa neno la Mungu. Wachungaji watatoka kwamba ni heri tusitambuliwe, tusilipwe mshahara na General Conference, lakini tuishi ukweli ule, tutii. Kina Nikodemo walifanya kuwa mafukara, waliamua kujitoa kafara, kutoa mali zao, kutoa fedha zao kuwasapoti kina Paulo wahubiri, kina Petro wahubiri. Kwa hiyo saa ilifika, hawakuficha tena imani yao. Visible separation. Tunaishi katika wakati huo. Karibu kabisa tutaenda kushuhudia wachungaji wale ambao wamekuwa wakijificha ficha watadhihirika wazi. Leo wamejificha chumbani ndio anasikiliza ubiri kama mtumwa. Wanawake wa wachungaji wale ambao wamekuwa akisikiliza, anaogopa mchungaji wake asimuone. Saa itafika atasema it is better nisiwe mke wa mchungaji, nijiandae kuwa mke wa bwana harusi anayekuja. Saa inafika, it is a year for separation. Ni heri usiwe rafiki yangu kama unanishawishi mambo maovu. I want to be a close friend of Jesus. Kila muungano ambao utaleta hatari kwa mtoto wa Mungu kwa gharama yoyote, cancel that union kwa gharama yoyote. Sikiliza, anasema hivi: adui wa roho anakusudia kuzuia kazi hii, na kabla ya muda wa vuguvugu hilo kuadia, atajitahidi kuizuia kwa kutumia njia ya kuigiza. Na ndipo tuliona kwenye somo lile la uamsho bandia, shetani akimtumia mwanaharakati Charles Kirk wa Marekani kuandaa ulimwengu kwa ajili ya uamsho bandia ambao utaleta counterfeit of second ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Shetani akija kuigiza kama Kristo amekuja. Counterfeit revival. Na ulimwengu wote unaandaliwa katika miaka hii 2026 kuelekea huko. Tutashuhudia shetani akitafuta kuigiza uamsho bandia, Ukristo wa kuigiza, Ukristo ule ambao ulimwengu unasema katika wakati huo wa uamsho kutatokea unyakuo. Tulimsikia hata nani huyu anayemuita Gwajima alisema kwamba ili watu waamshwe akiwa moto wasipoe. Kwa hiyo wakati wanaimba haleluya akiwa moto, excitement, ule miemko, abebwe akiwa moto. Sasa swali, akienda kupoa mbinguni? Baada ya kanisa kitakachotoka tunachokisubiria sasa hivi kinaitwa
uamsho mkubwa. Uamsho mkubwa utakaosababisha unyakuo. Kutakuwa na revival kubwa. Tunachosubiri sasa hivi sio unyakuo, unyakuo bado kwanza. Uamsho mkubwa utakaosababisha unyakuo. Uamsho ule hautakuwa ni uamsho wa dhehebu, utakuwa ni uamsho wa nchi. Nchi zitaamka, a state revival. Bara la Afrika litaamka. Yaani kutakuwa na ndimi za moto. Katikati ya hapo Yesu atanyakua kanisa. Ili yale maneno ya niliwaona watu wasiohesabika wameingia mbinguni yatimie. In the between Yesu atanyakua kanisa. Watu watanyakuliwa katikati ya uamsho. Kwa sababu wakichelewa kunyakuliwa watu wana kawaida ya kupoa tena. Hata hivyo kwenye maombi siku 40, ukiachwa tena siku 40 unaanza kurudi kwenye nomo tena. Pako jinoe useme Bwana mimi sitaki. Kila baada ya siku 3 nakumbushia tena. Ndio unabaki kama ulivyo. Ukirudi tu kule imeisha hiyo. Kwa hiyo unyakuo utatokea. Mtu amebebwa moto, hajashinda uzinzi hapa. Anaenda kule ndo anapoa. Anaanza kutafuta si ndo anaita demu wake. Yuko juu. Atafanya nini? True revival sio jambo ambalo ni la kutoka ni jambo ambalo ni la kupoa. Hapana. Ministry of Healing inatuambia ni jambo la maisha yote. It is a full lifestyle. Sio jambo la muemko kwamba leo upo kwenye maji, kesho upo kwenye moto. Kama yule mtu aliyekuwa anapelekwa na pepo kipindi cha Yesu. Leo kwenye maji, kesho kwenye moto. Anamtoa kwenye maji, kwenye moto. Sio uamsho wa kweli huo. Kwamba leo unasisimka, unaimba, unasoma Biblia, lakini kesho nimeacha. Hao ndo waliokuwa anazungumzia Gwajima kwamba wakiwa moto vile vile kama maandazi ya moto wabebwe. Ili akipoa anasema watu wana kawaida ya kupoa anaacha na imani. Kwa hiyo wananyakuliwa kama kipanga anavyochukua vifaranga, wananyakuliwa. Kimya haujui mtu kanyakuliwa, mnatembea wote ghafla mwenzako hayupo. Kanyakuliwa. Hiyo ni fundisho la shetani, sio la kweli. Sio la kweli. Sikiliza. Anasema hivi, katika makanisa yale atakayoweza kuyaweka chini ya mamlaka yake, kwa udanganyifu atafanya ionekane kwamba mbaraka maalumu wa Mungu umemwagwa. Kutakuwepo na udhihirisho wa kile kitakachodhaniwa kuwa ni mwamko mkuu wa kidini. Kwa hiyo watu wataona kumbe ndo uamsho huu. Watu wameamka leo. Wameamka leo. Wanafunga na kuomba. Lakini uamsho wa kweli ni swala ya transformation of character. Badiliko la tabia. Hiyo ndio uamsho wa kweli ambao utakuja, na nitaenda kusomea nini ambacho kitatusaidia kuleta uamsho huo. Sikiliza. Anasema watu wengi watashangilia sana kwamba Mungu anawatendea maajabu, wakati kazi hiyo ikitendwa na watu wenye roho ya shetani kinyume na roho ya Mungu. Kwa kutumia dini, shetani atajitahidi sana kueneza ushawishi wake katika ulimwengu wa Kikristo. Kwa hiyo watu watashangilia, lakini sio kitu ambacho kimeletwa na Mungu mwenyewe. Hatua kuelekea uamsho wa kweli. 2026 it is not an ordinary year. Sio mwaka wa kawaida. Ndio maana nikwambia pima. Leo ni siku ya 31 tu. Angalia matukio yaliyotendeka. Yaani tangu siku ya kwanza tu ya mwaka. Tunashuhudia nchi gani ile? Brazil ama wapi? Wakimtoa Yesu AI. Mwaka unafunguliwa kwa ukafiri. Lakini angalia kila siku leo inaleta tukio jipya. Kila siku inaleta tukio jipya. Yaani umekuwa ni mwaka ambao viongozi hakuna kutulia. Ndio mwaka ambao tunashuhudia mivutano, hata tuliona Tanzania, kati ya serikali na mamlaka ya kanisa Katoliki. Kanisa likijidhihirisha kwa wazi kwamba tunatawala hapo. Sisi ndio tunaohitaji kumanage hapo. Likijidhihirisha kwa wazi lina mamlaka fulani serikalini kwa wazi. Mpaka waumini wanashangaa, lakini mbona inakuwaje kanisa mnajiingiza kwenye serikali lakini ni kama masikio hayasikii? Tuliona Danieli 7:8, pembe ndogo, ana macho na mdomo tu. Hakuna masikio. Hasikii, hashauriwi. Na kila mtu anayekuwa na tabia hiyo anakuwa na tabia ile ya mpinga Kristo.
Hakuna kusikia, hakuna kushauriwa. Alichokiamua ni cha kwake. Ndipo tunaambiwa Donald Trump akisema kile kitakacho nituzuia nini? Ni my own mind and my own morality. Ndicho kitakacho niamua nifanye nini. I don't hear him. Hasikii ushauri wa mtu. Ndio mpinga Kristo, ndio akili ya mpinga Kristo hiyo. Ndio anao Donald Trump leo. Akiamua kwenda kumnyokoa rais anamnyakua tu. Anachukua analeta hapo. Akiamua kumnyofua yule ananyakua anamleta hapo. Marekani ndio inajizirisha leo kwamba I am a super power. Leo inajizirisha kwa wazi kabisa. Ni katika miaka hii na ni siku chache tu zimeisha. Lakini sisi watu wa Mungu tunatakiwa kupiga hatua kuelekea katika uamsho wa utauwa huo wa kweli. Uamsho ambao tutakuwa na imani itakayolingana na matendo yetu. Nitadai kuwa ni Mwadventista msabato, ni mfuasi wa Kristo, lakini ninakuja kuangalia Yesu aliishije kwenye maisha yake. Alikuwa na maisha ya kujikana nafsi, alikuwa na maisha ya upendo wa kweli uliopitishwa kwenye moto, alikuwa na maisha ya kujitoa kafara. Na hayo maisha je, ndiyo maisha nilio nayo leo? Hapana. Najikuta Yesu alikuwa na upendo, aliwapenda maadui zake. Mimi ninajibu baya kwa baya, jino kwa jino. Ngumi moja narudisha moja, tena huenda mimi narudisha mbili. Mchezo wa watoto wa shule ya msingi. Puta hapo. Tayari ngumi zinaanza. Ndio maisha ya wasabato wengi leo. Ngumi anapiga na anaona rudisha. Hayo sio maisha ya Kikristo. Hayo sio maisha ya Kristo. Mtume Paulo anasema msishindwe kwa ubaya, bali muishinde ubaya kwa wema. Na kama kuna kitu kibaya kinachoharibu afya, tutakuja kuongelea Bwana akitujalia kwenye sisi, tutaangalia hata masomo ya afya. Kama kuna kitu kinachoangamiza afya, ni hisia zile mbaya za ndani. Hasira inaua afya kuliko kitu kingine chochote. Chuki inaangamiza afya kwa kila dakika. Yaani unajua chuki inakuangamiza kila dakika. Kila dakika inakujeruhi. Kila dakika inakujeruhi. And you won't be healed. Hautapona, ni mpaka uisacrifice hiyo uweke chini. Yaani inakuangamiza mno. Tutaona tu. Naomba Bwana atujalie kwenye masomo ya afya ya series hizi. Hatutaangalia kama kujikana nafsi. Tutaangalia kitu kingine kabisa. Kwa sababu tunahitaji kupona hisia hizi za ndani. Kama hatuwezi kuingia mbinguni tukiwa na hasira, hatuwezi kuingia mbinguni tukiwa na chuki, hatuwezi kuingia na kiburi na hisia mbaya. Lakini watu wengi tunazo hizi, tunawezaje kupona? Nitakuwa mnafiki nikikwambia tu hizi hazifai bila kukwambia zinaondokaje hizi. Kwa hiyo lazima tuone kwamba hizi zitaondokaje ili uchague mwenyewe kwamba nitabaki nayo chuki yangu kwa sababu tu ameniuzi sana, baki nayo. Lakini you won't be saved and you are prepare yourself to be lost. Unajiandaa kuangamia, unajiandaa usiwekwe muhuri, na unajiandaa wewe mwenyewe kwenda kupotea. Kwa sababu sitakudanganya, hakuna mwenye chuki ataenda mbinguni. Akafanya nini? Hakuna. Hakuna. Ndipo Isaya 51. Yesu anatualika. Isaya 51. Hatua kuelekea uamsho wa kweli, na huu ndio unaohitajika. Ujumbe wa mwisho wa rehema ni ufunuo wa tabia yake ya upendo. Huo ndio ujumbe wa mwisho wa rehema. I know not another message. Another final message of God's mercy. Sitambui ujumbe mwingine. Ujumbe wa mwisho wa rehema wa Mungu kwa ulimwengu ni ufunuo wa tabia ya Mungu ya upendo. A sanctified love, purified love, crucified love to all human beings. Waliokosea na wasiotukosea. Lazima tudhihirishe upendo wa Mungu kwao kwa kutamani nao waokolewe. Sio mtu amekuibia unawaza kumfunga jela. You are revealing the devil. Yaani siwezi kukudanganya. Mtu amekuibia unawaza kumfunga jela. Unamfunua shetani kwenye tabia yako. Hakuna Mungu hapo. Yesu alishtaki nani kwenye dunia hii?
Isaya 51. Na ndio taarifu, if you are not ready, kama utamani Bwana tusaidie tutakaswe, leave this series. Hapa bado tunaanza kuingia ndani. Na sitakuwa mnafiki, na namuomba Bwana sitakuwa na woga kumuogopa mtu. I will preach what God will allow me to preach. 51:1, sikiliza. Anasema hivi: nisikilizeni ninyi mnaoifuatia haki, ninyi mnaomtafuta Bwana. Nisikilizeni wewe ambaye unamtafuta Bwana, na rafiki zangu ambao tuko pamoja ambao tunamtafuta Bwana. Mungu anasema nisikilizeni ninyi mnaoifuatia haki, ninyi mnaomtafuta Bwana. Uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa, na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa. Mwamba gani huo ambao tunapaswa kuangalia? Jesus Christ. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4. Hakuna mwamba mwingine ambao tunahitajika kuangalia, ambao kipindi cha Musa Kutoka 33 aliambiwa hakuna mahali pengine palipo karibu na mimi, lakini wewe nitakuficha, nao utasimama juu ya mwamba, alafu utaniona. Ndio tunaambiwa uangalieni ule mwamba uliochongwa ambao mlitolewa hapo, uangalieni huo. Na ndipo mtumishi wa Mungu, mjumbe wa Mungu Yoeli anatuita tunapoelekea kupiga hatua katika uamsho huu wa kweli. Nini ambacho kitatusaidia kufanya? Utasoma kwenye sura ya 1SM Selected Messages, sura inayosema the greatest need of the church, ukurasa wa 121. Itatuonyesha kwamba uamsho sio jambo linalokuja by accident. Hapana. Uamsho wa kweli wa tabia haiji kwa bahati. Christ's object lesson, vielelezo mafundisho ya Kristo, ukurasa wa 51 mpaka 52. Tunaambiwa tabia ile ya Yesu haiji kwa bahati. Haiji tu kama jiwe limedondoka. Hakuna. You must use your time, your talent, your God given talent to build the character. Lazima utumie muda na talanta ambayo Mungu anakupatia kujenga tabia. Haiji tu kwa bahati. Yoeli 2:12. Sikiliza. Anasema lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga, kwa kulia, kwa kuomboleza. Ongezea kingine, kwa kuomba. 13. Lalueni mioyo yenu wala si mavazi yenu. Nini anachokimaanisha? Outward adorning, kupendeza kwa ndani. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe, wasijipambe kwa nje. Na ndipo siku moja tuliangalia mtazamo huu wa fungu hili katika muktadha wa wote. Sisi pia kama wafuasi wa Kristo ni bibi harusi wa Yesu. Kwa hiyo tunapoambiwa wanawake wasijipambe kwa nje, nini tunachoambiwa? Wakristo wa Adventista wa Sabato wasijipambe kwa nje. Lalueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake, naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu? Who knows? Nani ajuaye kwamba Mungu ameruhusu usikie ubiri hili tu kukusaidia ushinde udhaifu fulani wa tabia? Nani ajuaye? Kwa kufunga, kwa kuomba, kwa kufunga, kwa kulia, kwa kuomboleza. Vitu hivi vitatupeleka kwenye uamsho wa kweli. Ukisoma sura hiyo ya 1SM inatuambia uamsho na utaua wa kweli must be the answer of fervent prayer, of earnest prayer. Uamsho wa kweli unapaswa kuwa jibu la maombi ya bidii. No true revival without earnest prayer. Hakuna uamsho wa kweli pasipo maombi ya bidii. Bwana, tupatie moto wa uhai, moto uliowaka tangu zamani, uliowaka miongoni mwa mitume,
wakaongoka, wakawa na tabia kama ya Yesu. Hata watu wa mataifa, Matendo 4:13, wakasema watu wakatambua kwamba watu hao walikuwa pamoja na Yesu. Angalia wanavyoongea. Lakini leo tunaunguluma kama mbogo. Watu watajua kwamba these people they were with the devil. Kwa sababu hakuna Kristo anayeunguluma hivi. Mama, unafoka muda wote. Hakuna Yesu anaongea hivyo. Hakuna Yesu anaongea hivyo. Wimbo namba 80. Wimbo namba 80. Tunapokwenda kuomba, tukijiandaa kwa siri zinaofuata. Usikose. Masomo haya ni ya muhimu sana kwa kila mmoja wetu, kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Lakini share kwa wengine. Watu mioyo yetu inaumia. Class Object Lesson anasema kuna wengi ambao matumaini yao yametoweka. Warejeshee mwanga wa matumaini. Wengi wamekata tamaa. Wengi wamepoteza ujasiri wao kwa Kristo. Anasema ongea nao kwa maneno ya furaha, waombee, walete kwa Yesu. Kuna wengi wanaohitaji mkate wa uzima. Ombea roho hizi. Waambie kwamba kwa Kristo kuna dawa kwa ajili yao. Na ambao anatuambia ni upendo wa Yesu tu unaoweza kutosheleza mahitaji ya roho. Moyo unakuwa mgumu pale unapofokewa kila wakati, lakini unaweza kuyeyushwa moyo huo pale unapoendewa kwa kuhudumiwa kwa upendo wa Kristo. Ministry of Freedom inatueleza hilo. Kwa hiyo Bwana atusaidie tunapoenda kuimba wimbo huu kwa tafakari. Mungu amekusudia kutuamsha, lakini lazima tushirikiane naye. Lazima tushirikiane naye katika kuomba, katika kufunga, katika kulia, katika kuomboleza kwa ajili ya maasi yetu wenyewe yaliyo ndani yetu na yaliyo katika tabia zetu. Lazima tumlilie yeye atusaidie tuweze kubadilishwa, kwa sababu tunaelekea mwisho, ukingoni kabisa makazi hii, na hakuna namna. Lazima kuwepo na badiliko wa kweli. Tupe moto wa uhai ulio waka zamani, ulio waongoza juu wazee watakatifu. Wapi roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliwezeshwa na moto. Neema yako haina nguvu siku hizi sawa, kama wakati wa Musa, Ayubu na wa Elia. Zamani za kale Bwana, kumbuka na kwa rehema, ziuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Baba yetu mtakatifu, Baba uketie mbinguni, tunasema asante kwa neema yako ya pekee. Asante kwa nafasi ambayo umetujalia watoto wako, kwa muda ambao tumejifunza kweli za neno lako hata katika saa hii. Asante kwa sababu umezungumza na kila mmoja ndani ya moyo wake, ndani ya moyo wangu, katika wito huu sehemu ya 5 ya kujikana, ya kujitoa kafara.
wito unaotuita kuzisulubisha nafsi zetu ili kupata badiliko lile la kweli la tabia ambalo umelikusudia kwa watoto wako. Wabariki wale ambao wataufikia ujumbe huu kupitia media hii ya The Final Warning TV, tukikusihi sifa na utukufu vikurudie wewe. Asante kwa sababu utazidi kutupatia tafakari na kutuongoza, ukitupatia nguvu ya kupata ushindi zidi ya kila jaribu, zidi ya kila dhambi, ili tuwe watakatifu na wakamilifu tulioandaliwa kwa ajili ya kuingia katika makao yale ya amani. Andaa tabia zetu, ututakase na hisia zetu za ndani zinazotufanya tusiwe na sura yako bali tuwe na sura ya Shetani. Tusaidie Bwana, tuwe tayari kujitoa kwa namna yote ile, ikiwa ni kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Neema yako yatosha. Asante kwa watoto wako wapendwa ambao tumekuwa pamoja. Utuongoze ukituunganisha na kutufungamanisha kwa kifungo cha upendo wako wa kweli. Ukituongoza tutiane moyo na kutiana nguvu katika safari hii. Kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo tunaomba tukishukuru. Amen. Imani ya baba zetu inaishi ndani yetu, walipita kwenye moto, hata hivyo walisimama. Imani ya baba zetu inaishi ndani yetu, walifungwa gerezani japo hawakuogopa. Itakuwaje na sisi tukifata njia yao? Imani ya baba zetu inaishi ndani